Naam, swadakta, hujambo na karibu ndugu mpendwa mtazamaji wa Swahili News Africa mahali popote mlipo. Kukaribishe kufuatilia habari zetu za kila siku, na leo ni kualike kuwa nami mwanzo mpaka mwisho mwa makala hii ya habari zinazojiri ama habari mpya za kila siku kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi ni kualike uwe nami mwanzo mpaka mwisho wa taarifa hii ya habari. Tukiwa tu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko Kivu Kaskazini, ambako inasemekana Willy Ngoma ambaye ni msemaji wa kundi la waasi wa M23 azikwa kwa siri Masisi mbali na familia yake. Kulingana na vyanzo kadhaa vya ndani vinavyokabiliana, Willy Ngoma, msemaji wa jeshi la muungano ya waasi wa M23 RDF AFC, alizikwa kwa siri kabisa Masisi karibu na Rubaya bila sherehe rasmi au uwepo wa familia. Kulingana na maelezo haya, mazishi yalifanyika bila tangazo lolote la umma au ibada za kidini zinazojulikana na bila wanafamilia wake ambao bado walikuwa wakisubiri kurejeshwa kwa mwili wake. Uasi huo haujatoa taarifa yoyote rasmi kuhusu hali halisi ya mazishi. Wakazi waliowasiliana nao wakati ama katika eneo hilo walieleza mazishi ya haraka yalifanywa katika mkataza wa usalama uliojaa wasiwasi. Operation hiyo inaripotiwa kufanywa kwa siri mkubwa, chini sana ya viwango vinavyozingatiwa kwa kawaida kwa viongozi kumrazi wa kisiasa na kijeshi wa cheo chake. Ushughulikiaji huo jambo hilo umeibua wasiwasi ama maswali miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Waangalizi kadhaa waamini kwamba kutokana na jukumu lake la vyombo vya habari na kimkakati ndani ya harakati hiyo, utambulizi rasmi ungetarajiwa ndani ya baadhi ya jamii zilizo karibu na uasi. Sauti zinazongika ama kuzongika kukemea kile kinachoonekana kuwa ni ukosefu wa heshima kwa mtu aliyeiwakilisha harakati ama hadharani nafsi za kijeshi za harakati hiyo. Hata wakati wa migogoro, utu wa binadamu unapaswa kutawala, kilisema chanzo kimoja kikizungumza kwa sharti la kutotaja jina. Hiyo pia inaangazia mvutano wa ndani ya vikundi vyenye silaha vinavyofanya kazi katika eneo la Masisi, eneo kimkakati la Kivu Kaskazini ambalo linamgombania mara kwa mara. Hadi leo hakuna taarifa rasmi iliyotolewa na maafisa wa M23 RDF AFC kuthibitisha au kukataa mazingira halisi ya mazishi au kifo cha mwasiriwa. Ukimya huu unachochea uvumi na utata, hasa kwa kuwa kulingana na taarifa zetu, familia marehemu haikuhusika katika mipango ya mazishi. DRC ya Kongo itaeneza mabawa yake katika miji mikuu 5 ya Afrika kuanzia Machi mwaka huu 2026. Machi 22 mwaka huu kuzinduliwa kwa njia za kwenda Johannesburg, Afrika Kusini na Entebbe huko Uganda. Machi 28 mwaka huu tujuru mwaka 2026 kuzinduliwa kwa safari za ndege kwenda Douala, Cameroon na Cotonou huko Benin. April 4 mwaka huu 2026 kuzinduliwa kwa huduma kwenda Dar es Salaam nchini Tanzania. Tukiwa mjini Uvira, makaburi ya umati yagunduliwa, miili 35 inayoonekana baada ya mvua ya homba kufukuliwa. Angalau makaburi 3 ya umati yamegunduliwa huko Uvira, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika jimbo la Kivu Kusini, eneo ambalo hivi karibuni limechukuliwa na muungano wa waasi wa M23 RDF. Kaburi la kwanza lilikuwa kwenye barabara inayoelekea kwenye mpaka wa Kavimvira kati ya DRC na Burundi, upande wa kulia, sio mbali na ofisi ya WFP ama PAM. Kulingana na mashahidi
Miili 35 ilikuwa imetupwa hapo. Inasemekana kwamba wahalifu wanaodaiwa walijaribu kufunika eneo hilo kwa udongo. Hata hivyo, mvua kubwa ilifichua miili hiyo kwa sehemu na kusababisha harufu mbaya iliyowataharisha majirani, waliomjulisha chifu wa kitongoji, ambaye kisha akawaarifu mamlaka ya mkoa. Timu maalumu zilienda kwenye eneo hilo ili kulinda na kulifunika tena, lakini hakuna uchimbaji rasmi uliofanywa katika hatua hii. Kaburi lingine la umati limeripotiwa huko Kilomoni, pia katika jiji la Uvira. Zaidi ya hayo, eneo tofauti katika makaburi ya jiji linaripotiwa kuwa na miili kadhaa, kulingana na wanachama waasi wa kiraia. Takriban kilomita 50 kutoka Uvira, katika mji wa Sangi, kando na njia ya kitaifa ya nambari 5, wahusika wa eneo hiyo pia wanataja kuwepo kwa kaburi la pamoja lenye miili takriban 10. Vyanzo vya ndani vinahusisha makaburi haya ya pamoja ya waasi wa M23 wanaoungwa mkono na nchi ya Rwanda, shutuma inayojirudia katika muktadha wa mzozo mashariki mwa nchi. Afisa mkuu wa muungano wa M23 AFC alisema katika chapisho kwamba makaburi kadhaa ya pamoja kusini na kaskazini mwa Kivu yanahusiana na shughuli za afisa wa waasi. Mashirika kadhaa ya haki za kibinadamu sasa yanadai kukuliwa kwa miili hiyo kimfumo, kufunguliwa kwa uchunguzi wa kimahakama isiyoegemea upande wowote, utambuzi wa asiriwa na mazishi ya heshima. Pia yanatoa wito wa wale wanaodaiwa kuhusika kufichua ama kufichwa mbele ya sheria. Tukiwa tu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC bado inajaribu kutatua mgogoro wa pande mbili, usalama mashariki na kitaasisi, ambayo unabaki kuwa kitovu cha mijadala. Rais Felix Antoine Tshisekedi anaamini kwamba mfumo lazima uanzishwe na taasisi hizo, lakini bila uhoji uhalali au maamuzi ya kimahakama, msimamo unaopingwa na upinzani. Akiongoza muungano wa Lamuka, Martin Fayulu aliwasilisha mpango wake siku ya Alhamisi Februari 26, akitetea mazungumzo jumuishi yanayolenga kushughulikia chanzo cha migogoro inayokumba nchi hiyo. Hali bado ni tete sana katika eneo ama katika sehemu kubwa ya eneo la Masisi huko Kivu Kaskazini, kulingana na vyanzo kadhaa vya ndani. Mapigano makali yamekuwa yakiendelea tangu Ijumaa mapema Februari 27 kati ya waasi wa M23 AFC na wanamgambo na vijana wazalendo kando ya muhimili wa Kinyumba. Vyanzo hivi pia vinaripoti kwamba angalau raia 3 walijeruhiwa Alhamisi jioni baada ya kifaa cha lipuka cha kutengeneza kulipuka katikati ya Nyabiondo. Tangu alfajiri, sauti za risasi nzito na nyepesi zimesikika kuzunguka kijiji cha Kinyumba kilichopo yapata kilomita 10 kaskazini mwa Nyabiondo, katika eneo la Uoso Banyungu. Kulingana na vyanzo hivi, hii inaonekana kuwa shambulio lililoanzishwa na waasi wa M23 AFC zidi na nafasi zinazoshikiliwa na wanamgambo na vijana wazalendo. Uhasama huu unakuja baada ya siku ambao tayari ilikuwa na mvutano mkubwa kwenye muhimili wa Mahanga, kilomita chache kusini mwa Nyabiondo, huku pia mapigano yaliripotiwa kuzunguka Kilongo hili karibu na Buhimba na kusababisha wasiwasi mkubwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Karibu saa 12 jioni Alhamisi, kifaa cha kijeshi kilipika katika kitongoji cha Isiro katikati mwa Nyabiondo na kujeruhi raia 3.
Kwa siku 10 zilizopita, mapigano yameongezeka katika makundi ya wazalendo yanayoshirikiana na jeshi la taifa la Kongo FARDC na waasi wa M23 AFC katika maeneo kadhaa ya eneo la Masisi. Hali hii inazidisha mgogoro wa usalama na kibinadamu, hasa katika sekta za Uoso, Nyamyongo na Katoi, na pia katika eneo la ufalme la Baunde. Kaimu balozi wa Marekani mjini Kinshasa, mji mkuu wa nchi ya Kongo IMG, MC Kari na mjumbe wa ulinzi Kanali Chad Brinton walikutana na waziri wa ulinzi wa Kongo Guy Kabombo Mwandavyuta kujadili kuimarisha ushirikiano wa usalama katika huduma ya utulivu na uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Marekani. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imemteua B. Julia Amato Lumumba kwa nafasi ya katibu mkuu wa chama cha Francophonie OIF. Chaguo hili linalingana kuimarisha mshikamano na ushawishi wa chama cha Francophonie katika kuwahudumia watu wake. Waziri Mkuu Judith Suminwa Tuluka aliongoza utiaji saini wa makubaliano mjini Kinshasa mnamo Februari 26 mwaka huu wa 2026 kurasimisha ushirikiano mkubwa wa kiafya katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Marekani kwa jumla ya ufadhili wa dola bilioni 1.2. Makubaliano haya yanalenga kuimarisha mfumo wa afya wa Kongo kwa njia endelevu wa kuzingatia hasa kupambana na mapigano makubwa ya mlipuko, kuboresha afya ya mama na mtoto kumrazi, na kujiandaa kwa dharura za kiafya, kiwasilishwa kama ushirikiano unaotegemea uwajibikaji wa pamoja yanaendana na azma ya serikali kusonga mbele kuelekea huduma za afya kwa wote. Na ni hapa nafika mwisho ama naweka nukta kwa taarifa hii ya habari ya leo tariki 27 Februari mwaka 2026. Mahali popote mlipo msemi asante kuwa nami mwanzo mpaka hivi tamati wa taarifa hii ya habari. Mimi ni wako mtangazaji wa Zam Vanker Ngale Mosa, nikisema usikose kusubscribe, lakini pia kushare na kulike ili wa kwanza kupata habari zetu. Nikisema chao chao.